sitawaangusha kama ambavyo sikuwaangusha huko mliko nituma kwa watu. Ninarudi nyumbani, tutakuja kusimama pamoja. Kalenga na jimbo la Isimani ni mapacha. Tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu mwanzo lilikuwa jimbo moja, likaja kumegeka. Tutakwenda pamoja. Nisiwe na maneno mengi, ninawashukuruni sana. Tukutane site kama alivyosema mwenyekiti wetu, tukakombe zote. Mama mwenyekiti, nakushukuru kwa kuendelea kunifunda, mmenifunda kwa muda mrefu kwenye chama. Nimeiva, mwende mkanitumie. Asante sana. Ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye amenijalia mimi na nyinyi wenzangu afya njema na kuweza kutufikisha siku ya leo ambapo nimepata nafasi ya kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo hili la Isimani. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia ngazi ya shina, tawi, wilaya, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa, kwa jinsi ambavyo mmeweza kusimamia mchakato wa uchaguzi ndani ya chama chetu, na mchakato huu umekwenda kwa haki, uwazi na demokrasia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kupongeza wana CCM wenzangu waliojitokeza katika mchakato huu wa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kazi ambayo ilifikia mwisho wake siku ile ya tarehe 29 mwezi wa 4 baada ya mimi Emanuela Mtatifikolo kuteuliwa na kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa kupeperusha bendera ya CCM katika jimbo hili la Isimani. Niwaombe wanachama wenzangu mniunge mkono na wananchi kwa ujumla mniunge mkono katika mchakato huu, na tuunge mkono chama chetu tunapoelekea kuomba ridhaa kwa wananchi ili waweze kupitisha chama chetu kiendelee kupeperusha bendera na kuongoza jimbo la Isimani kupitia mimi mtumishi wenu na mtoto wenu ambaye mmeamua kwa kipindi hiki niweze kusimama. Lakini pia ninatambua kwamba jimbo hili la Isimani toka limeundwa tumekuwa na kiongozi mmoja ambaye kwa kweli amelitendea haki jimbo hili. Tunajua kwamba jimbo hili mwanzo lilikuwa ni jimbo moja na jimbo lile la Kalenga. Lilivyokatwa basi yakatoka majimbo mawili, na Mheshimiwa Lukuvi baba yetu ambaye amepumzika, yeye alipata bahati ya kuweza kutuongoza, na imani tuliyokuwa nayo juu yake ndiyo iliyotengeneza imani yake kwetu, na akaweza kutusaidia kufanya mambo makubwa sana ndani ya jimbo letu. Mimi niseme ingekuwa ni ujenzi wa nyumba, msingi amefuta na amemaliza na amejenga msingi imara. Lakini sio hivyo tu, na ameshaanza kuinua boma. Tunamshukuru sana yeye, lakini tunashukuru Chama cha Mapinduzi kwa sababu bila Chama cha Mapinduzi asingekuwa pale. Yeye alikuwa mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi mwaminifu kwa kipindi chote cha miaka 31 kwenye jimbo letu la Isimani. Amefanya kazi, na tunawashukuru pia viongozi wote wa juu wa ngazi za juu ambao wamefanya naye kazi katika kuleta maendeleo kwenye jimbo letu la Isimani. Lakini kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko madarakani sasa hivi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kushirikiana na mbunge wetu kwa kweli ameleta mageuzi makubwa sana kwenye sekta karibia zote za maendeleo kwenye jimbo letu la Isimani. Ukiangalia sekta ya afya, nimeambiwa zahanati ziko vijiji vyote. Ukiangalia vituo vya afya
nafikiri vijiji vichache sana vimebaki havina, kama 7 kama sikosei, ndio havina zahanati, ambapo tutakwenda kumalizia kwa kushirikiana nanyi. Lakini nimeelezwa kwamba vituo vya afya vimejengwa kwenye kata zote 11. Kwa hiyo tumebakisha kata 2 vituo vya afya ambavyo kweli mchakato haujaanza kabisa. Kwa hiyo huko tutakwenda kusaidiana. Lakini ukiangalia kwenye kilimo, mifereji ile imejengwa, skimu za umwagiliaji, kazi imefanyika. Ukiangalia kwenye miundombinu, mabarabara yanaendelea kujengwa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye umeme, vijiji vyote vimeshapata umeme, vitongoji vyote umeme umefika, sasa hivi tunaenda kwenye umeme jazilizi. Kwa hiyo hizo kazi amefanya Mheshimiwa Rais, serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na nyinyi wananchi, na hasa pia madiwani ambao mmekuwa mkiibua miradi hii kwenye ward C na kumbebesha mbunge kwenda kupambana kule kupata fedha kwa ajili ya kuweza kutekeleza miradi hii. Ninaamini kwamba kazi hii tutakwenda kuifanya pamoja. Kwenye yale maeneo ambayo yamebaki tutakwenda kushirikiana. Sisemi kwamba nitavaa viatu kabisa vile vile kama vya mheshimiwa, lakini nitakwenda kujitahidi kufanya kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia na alivyonitengeneza na anavyotaka, kwa sababu mimi namtegemea Mwenyezi Mungu na najua hata nafasi hii kwa sasa hivi Mwenyezi Mungu ametaka nije kushirikiana na nyinyi wenzangu. Pia napenda kuahidi kuwa mkinipa ridhaa kupitia chama chetu hiki cha Mapinduzi, nyinyi lakini pia mkienda kuomba na kura nyingine tukapata, mkaniweka mimi niwe mtumishi wenu kwenye nafasi hiyo, niwahakikishie kwamba sitawaangusha. Nitahakikisha ninafanya kazi kwenye jimbo letu kwa weledi, uadilifu na umakini mkubwa. Na mimi nashaurika, unajua mimi sio wale ambao nashaurika sana, hata huko nilikotoka hiyo sifa ninayo, kwamba tunakaa tunashauriana, kwa sababu jimbo lile sio langu peke yangu, ni letu. Kwa hiyo tutashauriana, nitafanya kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu na weledi mkubwa, na nikitumia taaluma ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, lakini pia nyinyi wanaisimani mmenisaidia, maana nimesoma mimi shule ya msingi Idodi pale. Kwa hiyo mmenilea, mmenisomesha, na nitatumia elimu hiyo kwa kushirikiana na nyinyi wenzangu kusukuma mbele maendeleo ya jimbo letu la Isimani. Ndugu wanachama na wananchi na wanachama wenzangu wa jimbo la Isimani na viongozi kutoka katika makundi mbalimbali. Hapa najua tuna vyombo vya habari, makundi hayo hayapo, lakini kutumia vyombo hivi naomba nitoe pia salamu za kwa vikundi mbalimbali na viongozi mbalimbali ambao tunatarajia kwenda kushirikiana nao katika mchakato huu. Na kipekee nikiangazia zaidi makundi ya wasafirishaji kama vile wa bodaboda, taksi, maguta na vyombo vingine, mamalishe na babalishe, lakini pia vyama vingine vya siasa tutakwenda kushirikiana, NGOs au mashirika yasiyokuwa ya kiserikali zote zilizopo kwenye jimbo letu la Isimani. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu ninawaomba mniunge mkono, na katika kuniunga mimi mkono watakuwa mnaunga mkono Chama cha Mapinduzi na kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta maendeleo ya wanachama ya wananchi wote bila kubagua vyama, itikadi zozote. Kwa hiyo tutakwenda kushirikiana bila kuangalia tofauti zozote zilizopo kwenye jamii. Waheshimiwa viongozi, kabla sijamaliza hotuba yangu, sitakuwa na hotuba ndefu kwa siku ya leo, ndio kwanza nafika. Kwa hiyo ninawashukuruni sana na tutakwenda kushirikiana. Lakini hata huko kusije katokea viongozi wengine wakawa na wasiwasi, inonene mbona sindendi nani ndendi likono manyino kiki. Mimi ninaomba niwaambie, jina langu la kwanza kabisa nilivyozaliwa tu nikapiga ile mlio wa kwanza waliniita Upendo.
Ndio maana ukienda Idodi kule utasikia watu wananiita Upendo. Na tufute kabisa ile mihemko ya kwenye uchaguzi, tuachane nayo huko. Sisi saa hizi tuanze upya, tunaenda mbele kuijenga Isimani. Tukianza kuangalia huyu alisema nini, huyu alikuwa kwa nani, huyu sio alifanya nini, tutachelewa. Jimbo hili linahitaji maendeleo. Pale alipotuachia mwenzetu, moto ule usipoe, tuendelee. Kwa sababu tukianza kuangalia huyu kasema nini, huyu akasema, mwisho wa siku hata mimi mwenyewe nitafika mwisho, nitajikuta nimeshindwa kutekeleza majukumu ya kuwahudumia Wanaisimani na shughulika na watu. Na hiyo biashara ya kushughulika na watu ni ngumu kuliko ile ya kukimbiza maendeleo. Kwa mimi nimekuja mpya kabisa. Mimi nilijifikia Jumamosi, Jumapili nikazunguka, walionielewa walinielewa. Jumapili mkanipigia kura. Kura mlizonipa nyinyi ni za heshima kubwa sana. Ninawashukuru sana sana. Na wengine ninajua kwa sababu hamkuniona. Unaona, kwa sababu wengine wanasema huyu tunani tupiga kura nitauli, mbona situmseli, mbona situwetu lamuona mdiwene inene ipa. Nimetoka huko, nimehudumia watu, wameona kazi zangu. Nimetokea kazini, nimekuja kazini. Jana niliweka wimbo mmoja na upenda sana. Mimi nikiwa kule nafanya kazi zangu huwa napenda kupiga ule wimbo, na washukuru wazazi wangu wakati wowote. Lakini ninapokuja na ninarudi hivi, nikaweka wimbo mmoja, narudi nyumbani yo. Ule wimbo afu sijui kwa nini wakati nimeweka ule wimbo, narudi napita maeneo ya Mtela kule wapi, nakuja sasa kwa ajili ya kuja kuchukua fomu, nilijikuta wimba ule wimbo afu machozi yanatoka. Sasa sijui kwa nini, lakini naomba mnipokee. Naomba mnipokee. Ninajua kwamba sijaja kwenye ubunge kwa ajili ya kuitwa tu mbunge, ili tu niwe tu yani jina tu mbunge. Hapana, nimerudi nyumbani kuja kushirikiana na wenzangu, ili kazi ile aliyoifanya mwenzetu, kazi ambayo imefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, tuendelee kuifanya sisi wanachama cha Mapinduzi ambao tupo, tuisogeze mbele. Sitaki kuwa na maneno mengi, lakini niwaombe na mimi niseme tena. Najua kuna viongozi hapa kutoka Migori, niwaombe twende tukashirikiane. Viongozi kutoka Izazi twende tukashirikiane, kutoka Nyang'oro twende tukashirikiane, kutoka Malenga Makali, Kiorogota, Kisinga, Mboliboli, Itunundu, Ilolo Mpya oye!